Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote. Wangapi wanaendelea kubarikiwa na makambi? Sasa tunafikia mwisho wa makambi. Leo ni Alhamisi na nimepiga mahesabu hapa na vipindi viwili tu vya uongozi. Ukiacha cha leo kimebaki kimoja. Kwa hiyo ni muda sasa wa kuanza kufanya tathmini kwamba hivi ninaondoka na nini? Halo? Ninaondoka na nini? Jana tuliishia kwenye level zile za uongozi na tuliangalia level ya kwanza, tukaangalia level ya pili, tukaangalia na level ya tatu. Level ya kwanza ilikuwa ni cheo tu ama nafasi ambayo kiongozi anaipata, na hapo tukasema kwamba hapa watu wanakufuata kwa sababu wanapaswa kukufuata. Wanakufuata kwa sababu wanapaswa kukufuata. Lakini level ya pili tukasema hii ni ruhusa sasa, ambayo hii level ya pili ni watu wanakufuata kwa sababu wanataka kukufuata. Hapa tayari unakuwa umeshajenga mahusiano na watu. Lakini level ya tatu tukasema ni uzalishaji, ambapo tayari watu wameshakuona, watu umeshajenga mahusiano nao, na hivyo watu wanakufuata kwa sababu ya vile ambavyo umevifanya. Sasa level ya 4 siku ya leo tunaenda kuangalia level ya 4 ni maendeleo ya watu, yani people development, kwamba unawaendeleza watu. Na katika hii level ya 4, hii level ya 4 sasa tayari hapa, kumbuka, umeshajenga mahusiano, watu wameshaona kile ambacho umefanya, na hivyo wanakufuata kwa sababu ya vile ambavyo umefanya. Sasa hii level ya 4 watu wanakufuata kwa sababu ya vile ulivyowafanyia wao. Level ya 3 wanakufuata kwa sababu ya vile ulivyovifanya. Hapa tunaangalia level ya 3 ni vile tu ambavyo umevifanya na umeshavitekeleza. Kama kulikuwa kuna changamoto umeitatua, kama kulikuwa kuna jambo ambalo linatakiwa kufanikishwa umeshalifanikisha, na hivyo umekuwa mzalishaji kwenye uongozi. Lakini hii level ya 4 inahusiana na jinsi ambavyo umewaendeleza watu, na watu wanakufuata katika hii level ya 4 kwa sababu ya vile ambavyo wewe kiongozi umewafanyia. Sasa hapa ndipo ambapo tunasema uongozi sasa unaanza kuzalisha. Yaani badala tu ya kuona kwamba kuna vitu ambavyo natakiwa kiongozi kuvitekeleza, hapa ndipo sasa unaanza hata kutengeneza viongozi wapya. Kwa hiyo katika hii level ya 4 haiishii tu kwenye kufanya kazi kama kiongozi. Yaani haiishii tu kwenye kutenda kazi na majukumu yao kama kiongozi na kufanikiwa. Lakini hii inaenda zaidi ya kuanza kuandaa watu, kuanza kuandaa kiongozi. Na hivyo basi maswali huwa katika hii level yanabadilika kutoka kwenye ninawezaje kufanya hivi na ni nani anayeweza kufanya hivi. Kuna utofauti mkubwa kati ya ninawezaje kufanya hivi na nani anaweza kufanya hivi. Ukiwa kiongozi ni muhimu kujiuliza hili swali. Baada ya kuwaelewa watu wako na kujenga mahusiano, ni vizuri kujiuliza kwamba hivi ninapokuwa ninafanya kitu fulani, nikiachana na nini, ni nani ambaye anaweza akatekeleza hichi? Kama ukiwa kiongozi na haujawahi kujiuliza hili swali, ina maana kwamba wewe haupo, wewe mpango wako na wa kuendeleza watu haupo.
Kwa hiyo ni muhimu kujiuliza kwamba ni nani ambaye anaweza kufanya hichi. Kama tukiwa na mipango kazi, kama tukiwa tayari tumeweka vitu ambavyo vinatakiwa kama kiongozi kuvifanya, usifikirie tu ni namna gani wewe unaweza kukifanya. Fikiria pia ni nani ambaye anaweza kufanya nani. Na hivyo basi sifa ya hii level ya 4 ni kwamba hapa kiongozi anawatengeneza watu. Kuwatengeneza watu ninamaanisha anawafundisha. Lugha nzuri sana ya Kiingereza tunaweza kusema anawacoach. Kucoach, si mnafahamu kocha? Kocha wa timu. Sasa anawacoach, anawatengeneza watu kwa ajili ya kufikia lengo. Lakini katika hii level anagawa majukumu, anatafuta watu na kugawa majukumu. Lakini anatengeneza viongozi wa baadaye na kuwaongoza. Kuna kutengeneza na kuwaongoza. Tunaweza tukasema mentorship, anawamenta. Yaani anawatengeneza, anawafundisha, lakini pia anawaongoza namna gani wanaweza kuwa viongozi wa baadaye. Katika hii level ni level ya muhimu sana. Hii level ya 4 ni level ya muhimu sana. Kwa sababu gani? Hapa uongozi sasa unaanza kugawanyika. Sizungumzii kugawanyika kwa namna hasi. Ninazungumzia kugawanyika, ina maana kwamba viongozi wengine wanapatikana. Yaani tutaona kwenye level ya 5, yaani hata kama kiongozi asipokuwepo, yupo mtu ambaye anaweza akasimama akawepo kama yeye. Lakini upangiliaji wa vitu na jinsi mambo yanavyoenda unakuwa ni mzuri zaidi. Sasa katika hii level pia kuna udhaifu wake, kwamba katika hii level ambayo tunasema ni level ya kuwaendeleza watu, jambo la kwanza inahitaji uvumilivu wa hali ya juu. Ili kutengeneza viongozi, ndugu zangu, inahitaji uvumilivu. Ni sawasawa na kuwa na mtoto na kumlea. Ili awe jinsi ambavyo wewe mzazi unataka, inahitaji uvumilivu. Kwa hivyo ndivyo jinsi ilivyo pia hata kwenye uongozi. Ili kutengeneza kiongozi, ili kuwaendeleza watu ambao unawaongoza, inahitaji uvumilivu. Inahitaji wewe kiongozi usichoke. Lakini pia tulijifunza swala la makosa. Katika hii level makosa hayaepukiki. Ukiwa kiongozi utamwamini mtu afa atakuangusha. Utasema ninataka nikuachie hii kazi, mimi ninasafiri wiki moja, ninaomba utekeleze 1, 2, 3. Lakini ukirudi utakuta hajatekeleza jinsi ambavyo umetaka. Kuwa mvumilivu, mfundishe. Alafu mwisho wa siku atafanya vizuri. Level ya 5 sasa na level ya mwisho, kabla hatujaenda kuangalia kitu kingine. Level ya 5 na level ya mwisho, hii tunasema ni level kwa lugha ya Kiingereza amesema ni pinnacle, lakini ni kama ncha. Unaweza ukaita ncha, ni kama ncha kile yani cha mwisho kabisa. Kama ni mti au ni kalamu au ni mnara, kile cha juu kabisa kile. Na hapa watu wanakufuata kwa sababu ya jinsi ulivyo. Kwa sababu ya jinsi ulivyo. Wanakufuata kwa sababu sasa wameshakujua. Sasa wanakufuata jinsi ulivyo. Sasa hii ndiyo level ya juu kabisa katika uongozi, na kila kiongozi anatakiwa at least afike katika hii level. Wengi wetu tunapokuwa viongozi tunaishia kwenye level ya kwanza tu. Tunapata cheo, alafu tukishapata cheo ndo basi. Watu wanatujua kwamba ni mwenyekiti, lakini kunakuwa na migogoro kibao, mahusiano na kiongozi yanakuwa hayako vizuri, hauwaendelezi watu unaowaongoza. Kwa hiyo kila kiongozi ni muhimu afikie hii level ya 5 hii. Sasa hii level ikoje? Hii ndio level ya juu kabisa, na viongozi wengi kwa uhalisia hawafikagi hapo.
hawafikai kwenye hii level. Na hii level inajengwa sana na tabia. Tulijifunza siku ya kwanza kwamba msingi mmoja wa muhimu kabisa kwenye uongozi ni nini? Ni tabia. Na hivyo watu wanakufuata kwa sababu ya tabia yako. Wameshakuona kwamba wewe una hekima, wewe una utu, lakini pia wewe unachangia sana na una ushawishi mkubwa sana kwenye maisha yao. Kwa hiyo hii ni level ambayo kiongozi tayari ameshajenga jina lake vizuri, na hivyo watu tayari wameshamuona, watu tayari wanajua sifa yake, wanajua kabisa huyu ana hekima, huyu tabia yake ni nzuri, huyu ni wa kuaminika. Kwa hiyo hapa tayari kiongozi ana ushawishi mkubwa wa hali ya juu sana, lakini pia ameshatengeneza mvuto mkubwa sana kwa wale ambao anawaongoza. Kwa hiyo haichukui nguvu nyingi sana yeye kufanya kazi, kwa sababu tayari wamemuelewa, wameshajua anafanyaje kazi, wana mahusiano mazuri na huyu kiongozi, na hivyo huyu kiongozi sasa ana mvuto. Lakini wameshaona matokeo chanya kutokana na maisha yake na jinsi ambavyo anaongoza. Udhaifu ni kwamba wameishi maisha yao, na hivyo basi hata wamekufa, lakini bado maisha yao yanaongea. Falsafa zao walizoziweka bado zinaongea mpaka leo na zinatumika. Hao ndio watu ambao tunasema at least walijaribu na wakafika kwenye hii level ya 5. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo unaweza ukajitathmini kama kiongozi kwamba umefika katika hii level ni kwamba pale ambapo wewe haupo, wewe watu wataendelea kufuata falsafa yako? Hello? Wewe watu wataendelea kufuata falsafa yako hata kama haupo? Je, unatumia nguvu nyingi na muda mrefu sana kuelezea falsafa yako na namna jinsi ambavyo unaongoza? Kwa hiyo mambo ya kujifunza ni kwamba uongozi sio tu cheo au jina. Uongozi ni mahusiano. Uongozi ni kufundisha. Uongozi ni kuwa na ushawishi na mvuto. Kwa hiyo ukiwa kiongozi sio tu kuwa mwenyekiti umekaa pale juu ikawa imeishia hapo. Hapana, ni lazima ushughulike na maisha ya wale ujishughulishe na maisha ya wale ambao unaoongoza. Kwa kufanya nini? Kwa kujenga mahusiano mazuri. Lakini pia ukiwa kiongozi hakikisha kwamba tabia yako inakubalika. Tulizungumza hili siku ya kwanza kabisa. Hakikisha tabia yako inakubalika. Lakini pia waendeleze watu ambao unawaongoza. Wafundishe. Ukiona hawaelewi kuna vitu ambavyo unavileta, wafundishe, waambie jamani hichi kinaenda 1 2 3. Alafu watakufuata. Sasa tutaishia hapo katika level hizo 5. Alafu tutaangalia kitu kimoja kwa haraka. Kabla hatujaanza hichi kitu, nikaribishe kama kuna mtu mwenye swali. Kama kuna mtu mwenye swali, hamjaelewa au umeelewa sana? Haya, naomba nipate mtu ambaye atanisomea Biblia, kitabu cha Mathayo 20 Mathayo 20. Basi naona wasomaji hawapo. Nitasoma Mathayo 20 mstari ule wa 24.
Haya, tutasoma kuanzia Mathayo 20 kuanzia mstari wa 20. Anasema, ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia na kumwomba neno. Akamwambia, wataka nini? Akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema, hamjui mnaloliomba. Je, mwaweza kunywea kikombe nitakachonywea mimi? Wakamwambia, twaweza. Akawaambia, twende mstari wa 24. Wale 10 waliposikia waliwakasirikia wale ndugu wawili, lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha, lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe nani? Na awe mtumishi wenu. Na mtu yeyote anayetaka kuwa wangapi? Kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Sasa katika hivi vifungu nataka tujifunze kitu fulani. Kama utasahau vyote, kumbuka hichi, kwamba kuna tofauti kati ya uongozi wa kidunia na uongozi katika ufalme wa Mungu. Nitasummarize tu kwamba mama yake hao wanafunzi wawili wa Yesu, Zebedayo, mama yake Zebedayo alimfuata Yesu na kumwambia, ninaomba uagize mwanangu akae wapi? Mmoja mkono wa kuume na mwingine mkono wa kushoto. Sasa wanafunzi wa Yesu katika kukaa na Yesu walikuwa, kabla hata Yesu hajaja, kulikuwa kuna mtazamo kwamba Yesu anakuja kwa ajili ya kuwaondoa kutoka kwenye dola ya Kirumi, na hivyo wao wakawa wanafikiria kwamba Yesu atakuwa mfalme, na hivyo wao watakuwa ni kama mawaziri pembeni, na hivyo walikuwa wanapambana sana ili Yesu awapatie cheo katika ufalme ambao anaenda kuanzisha. Wao walikuwa wanafikiria, anaposema atakuja kuanzisha ufalme, walikuwa wanafikiria ni ufalme ambao utakuwa kinyume na nani? Na dola ya Rumi. Na hivyo walipoona miujiza, anatenda miujiza, sema yes, huyu ndo mkuu sasa, kwa hiyo tutafute ukuu. Na hivyo wakawa wanapambana. Safari ya mwisho wa Yesu, wanafunzi wake walimuuliza juu ya nani atakayekuwa mkuu katika ufalme zaidi ya mara 3, almost mara 4. Wakati wanaenda Yerusalemu mara ya mwisho, wakati walipokuwa Galilaya, walipokuwa wana safarini, wakaanza kuongea kwamba nani atakayekuwa mkubwa, nani atakayekuwa mkubwa. Walipokuwa wakikaribia na kuingia Yerusalemu, bado wakamuuliza. Lakini pia walipokuwa kwenye Pasaka ya mwisho, napo bado walimuuliza kwamba je, ni nani atakayekuwa mkubwa katika ufalme wa nani? Ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo wao walikuwa wanafikiria kwamba ufalme wa mbinguni ni kwamba tunataka mmoja awe waziri, labda mwingine awe hapa pembeni, yani wapate madaraka, wapate vyeo. Lakini Yesu anawafundisha kwamba ili kupata ukuu ni lazima uwe nani? Ni lazima uwe mtumwa. Ili uwe wa kwanza ni lazima ufanyeje? Uwe mtumwa. Kwa hiyo hapa ni lazima utumike ili uwe nani? Uwe mkubwa. Kwa hiyo ukiwa kiongozi, na akasema
ninajua akasema, lakini akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha, kwamba wakubwa wa mataifa na viongozi wa mataifa wanawatumikisha kwa nguvu, wanawapa oda sana, wanawapa command, wanataka kufanya wao waonekane kwamba ni wakubwa. Katika leo mmoja akasema wana exercise nguvu zao, yani wanajaribu nguvu zao kwa wale wanaowaongoza, kujua kwamba wana mabavu au hawana, yani wanaongoza kwa mabavu, kujua kwamba wana nguvu au hawana. Lakini Mungu anatufundisha Yesu anatufundisha kwamba ili kuwa mkuu, ili kuwa kiongozi mzuri, haihitaji wewe ujaribu kuona kwamba una nguvu au hauna ili upate ukuu. Yani haihitaji wewe uwe na mabavu, haihitaji wapige watu mijeledi ili wajue kwamba wewe ni kiongozi. Inahitaji uwe mnyenyekevu. Kwa hiyo ndugu zangu, kama wewe ni kiongozi ndani ya kanisa, haipaswi uongoze kama wa mataifa. Katika ufalme wa Mungu, katika kuandaa watu kwenda mbinguni, viongozi inabidi tuwe wanyenyekevu, tuwe na utu. Na unawezaje kuwa hivi? Unatakiwa uwe na huruma na wale unaowaongoza. Unatakiwa na huruma, kuwa na huruma. Ni kweli tuna malengo ya kufikia, lakini malengo yasikuongoze wewe. Wewe ndio unapaswa kuyaongoza jinsi tunavyoenda kufika malengo, kwa sababu yakikuongoza itafika sehemu hautaona huruma kwa wale unaowaongoza. Wewe lengo lako litakuwa tu ni kwamba tufike malengo, hata kama wengine watakuwa wanaumia, wewe lengo lako ni kwamba tufanye nini? Tufike malengo. Kwa hiyo kuwa na huruma, sikiliza wale unaowaongoza, wasikilize, wapatie kipaumbele. Lakini pia jambo lingine, fuata mfano wa Yesu Kristo. Fuata mfano wa Yesu Kristo. Alikuwa ni mnyenyekevu, alikuwa ni mnyenyekevu sana. Aliishi na watu ambao walionekana hawastahili kwenye jamii, na hivyo pia ukiwa kiongozi, ishi na watu wote sawa. Tulijifunza kwamba tuna watu wa level tofauti tofauti katika uongozi. Wapo ambao ni wa chini, wapo ambao wanajifunza haraka, wapo ambao hawajifunzi haraka. Wote hao unapaswa kukaa nao kama kitu gani? Kimoja. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana ili tuwe wanyenyekevu. Ukitaka kuwa mkubwa, sharti uwe mdogo. Ukitaka kuwa mkuu, sharti utumike. Kuna mibaraka mingi katika kuwatumikia watu. Kuna mibaraka mingi sana. Kuna mibaraka mingi katika kutaka kuwe. Kama kuna mtu mwenye swali au nyongeza katika siku yote ambayo tumejifunza, kabla sijafunga. Swali. Karibu mzee wangu.
wengine wanauogopa. Sasa wapo wale ambao wakishapata uongozi, yeye ndo nani? Yeye ndo yeye, si ndio? Tunawasaidiaje hao? Hawa tunawasaidiaje? Yaani yeye ndo juu ya yote, yeye ndo mweza wa yote. Halo, hivyo watu kumbe wapo. Ni huzuni. Pastor, tunawasaidiaje watu kama hao? Wajibu wetu kwanza ni kuombea viongozi waliopo kazini, lakini baada ya kuombea ni lazima tuwakumbushe kwamba aina ya uongozi ambao tuko nao ndani ya kanisa, kielelezo chetu sisi ni Kristo. Kwa hivyo unyenyekevu katika uongozi ndio na hekima ndio inayosaidia mambo kwenda mbele. Mabavu na kusema kwamba mimi bila mimi hakuna kitu, hiyo sio uongozi wa Kikristo. Kwa lazima tuwasaidie kutambua aina ya uongozi ambao wanatumika kwao, lakini pia kuna mambo mengi Bwana wasaidie. Asante sana mchungaji. Jambo kubwa kabisa hapo la kuwekea mstari mkubwa na kubodi hapo ni kwamba kielelezo chetu ni nani? Ni Yesu Kristo. Na ndio maana tuko hapa, hata tunatoa hizi semina. Tunakumbushana, tunakurudishana kwenye misingi kwamba kiongozi wetu ni nani na kielelezo chetu ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kiongozi kama huyo, ninajua inaweza ikawa scenario tofauti, lakini kila scenario Mungu anatupatia hekima ya namna ya kusuluhisha. Kwa hiyo tunaweza tukawa na kiongozi ya aina hiyo akawa ni mwiba, lakini kulingana na scenario hiyo na mazingira, tumuombe Mungu. Mungu anatoa hekima ya namna ya kusuluhisha kila changamoto, hasa za uongozi. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Kielelezo chetu awe ni nani? Awe nani? Yesu Kristo. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa upendo wako na fursa unazotupatia kila wakati kujifunza. Tusaidie tukaweze kuwa wanyenyekevu. Tusaidie tukaweze kuwa viongozi bora. Hivi ndivyo tunavyoomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe.